Jambo la pili, chama chetu tulishaazimia na sasa tutaliweka katika practice, katika kulifanikisha jambo la kujenga chuo cha kumbukumbu ya Mheshimiwa Mzee Edwin Mtei, Academy ya kumbukumbu ya Mzee Edwin Mtei kwa heshima yake, kwa ajili ya mchango mkubwa, kuonesha thamani ya mchango mkubwa aliyofanya kwa nchi hii, kwenye demokrasia ya nchi hii. Kwa sababu hebu fikiria tu, huyu mzee ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo kabisa. Nimewaambia yeye mifumo yote ya fedha ya nchi hii ameshiriki katika uanzishaji wa benki kuu, ndio gavana wa kwanza kabisa. Wakati hii benki kuu hatukuwa nayo. Fikiria kwa mfano leo hakuna nyumba, wewe ndio uwe mtu wa kwanza kujenga nyumba, ndio uwe mtu wa kwanza kufikiria kiti hiki kikae hapa, hiki kiti kikae pale, meza zikae hapa. Hiyo si ni kazi kubwa ndugu zangu? Sisi wengine tunaofuata ni rahisi kukosoa, tubadilishe hili, au kutokana na ukuaji wa maendeleo na demokrasia na teknolojia ni rahisi, unaangalia, unakopi, unafanya. Huyu ni mtu ambaye ndio alikuwa wa kwanza kuwa governor wa BOT, kuseti mifumo ya mwanzo kabisa ya fedha ya nchi hii. Lakini amefanya kazi kwenye East Africa Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile amefanya kazi kwenye shirika la fedha duniani. Sasa sio mtu rahisi akatoka huko kote na fedha alizokuwa nazo na utajiri aliokuwa nao, baadaye akajishusha akaja kuanzisha chama cha upinzani hapa Tanzania. Mnaelewa ukiwa mpinzani unavyokuwa unatritiwa na serikali hizi za Afrika. Leo nimeona mtu mmoja anasema viongozi wa Afrika wangekuwa na mabomu ya nuclear, wangekuwa na access na bomu la nuclear, wangelitumia kwa ajili ya kuangamiza watu wao. Nani anaweza kubisha kwa hilo? Viongozi hao wanaoweza kutuma askari wakaua mamia ya watu ili wabaki madarakani, hao wakiwa na bomu la nuclear watashindwa kutuua? Wanakuwa wanapiga bomu la nuclear dhidi ya viongozi wao. Lakini hebu fikiria huyu mzee, pamoja na uwezo wake, pamoja na usomi wake mkubwa, akajishusha, kaja akaanza chama. Leo hapa tuko wanachama hapa. Mwenyekiti Mwembe ametumia, katibu Mwembe na viongozi wa mkoa wametumia muda mchache tu kupiga filimbi, ukumbi tayari umeshafanya nini? Umejaa. Sasa huyu alikuwa mmoja, wakawa na wenzake wakina Mama Mary Kabigi na kina Bobu Makani na wengine, hawana mwanachama hata mmoja. Yaani ni wazo. Sasa umeliuza kwa mtu wa pili, limeenda kwa mtu wa tatu, unakuja Msoma hapa huna mtu hata mmoja wa kumtuma uwanjani akakuandalie, akakufungie bendera, apeleke barua polisi. Sijui kama mnaelewa huo ugumu. Sasa mpaka sisi wote tumezaliwa humu, wengine tumekuwa madiwani, wengine tumekuwa wabunge, na wengine wamenufaika sana na chama hiki. Uongo kweli? Kwa wazo la huyu mzee, kwa heshima yake, nimesema chama chetu kitajenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei pale kwenye viwanja vyetu. Tuna uwanja mkubwa sana pale Dar es Salaam, eneo la Soga, uko zaidi ya ekari 50. Tutajenga pale chuo hicho ili kiwe kina train vijana wetu, kwanza uadilifu, uongozi, namna ya kupinga rushwa, uchumi, mambo yale aliyotaka kuyaona yanatokea. Tunaelewana vizuri? ST Bongo, nyumbani kwanza.